بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين، وبعد. اللهم ارزقنا فهما واجعلنا علما نافعا يا رب العالمين. Tukiendelea na darasa yetu kama ilivyokuwa ni ada ya sharh yetu ya Ibn Aqil ala Alfiyat ibn Malik rahmatullahi ta'ala alayhi, tulishia katika beti za al-asma wal mawsula. Bado hatujamaliza mlango, umebakisha beti chache, na tukaelezea kiufupi kuhusiana na baadhi ya asma wal mawsula, mfano wa man na ma na al, na tukaingia katika sharhi vile vile pia. Leo biidhnillah karim tutaingia insha Allah taala katika ismu mawsul nyingine ambayo anaelezea dha, ambayo dha hii asili yake kule nyuma tulitoka katika upande wa asmaul ishara, lakini hapa tutaingia kwamba nayo inaingia katika upande wa asmaul mawsula endapo itakuwa ni kukusanyika pamoja na tamko man, ambayo tamko hii man au ma za istifham, zile za kuuliza ma dha au man dha. Kwa hiyo nasema Sheikh rahimahullah ta'ala, wa mithlu ma dha ba'da mastifhamin au man idha lam tulgha fil kalam, wa kulluha yalzamu ba'dahu sila ala dhamirin la'iqin mushtamila, wa jumlatun aw shibhuha alladhi usil bihi kaman indi alladhi ibnuhu kufil. Wa mithlu ma, na mfano wa ma, kwa maana kama ilivyokuwa ma ni katika upande wa asmaul mawsula kama tulivyotoka nyuma na mwenzake man, basi ni dha. Kwa mithlu ma dha, na mfano wa ma ni dha, kwa maana zote zitakuwa ni ismu mawsul, lakini baada mastifham, baada ya ma aliposema baada mastifham, baada ya ma ambayo itakuja ma hii ni istifham. Kwa maana ikija mfano dha imeungana na ma istifhamia ya kuuliza, utasema madha akalta, madha akhadhta. Kwa hiyo hapa tutaichukua kuwa dha vile vile tunaipeleka katika upande wa ismu mawsul, ukitaka ni moja katika wajhi, au man katumia man dha takapokuwa imekuja jumla mbeleni. Man dha indaka, ni nani ambaye yuko mbele yako. Kwa hiyo man ya istifham wakati itakuwa ni mubtada, na hiyo dha wakati itakuwa ni ismu mawsul. Lakini sasa je, ni wakati gani tutaifanya ni ismu mawsul? Ndio aliposema au man au pamoja na man kija mandha au madha, lakini idha lam tulgha, itakapokuwa lam tulgha fil kalam, haikupuuziwa, haikufanywa ilgha, haikupuuziwa hiyo dha katika upande wa jumla katika sentensi. Idha lam tulgha, itakapokuwa haikupuuziwa. Na katika upande wa al-ilgha wanaelezea wanachuoni kwamba kuna ilgha za aina mbili. Kuna ilgha inaitwa al-ilgha al-haqiqi na kuna al-ilgha al-hukmi. Kuna kupuuziwa kihakika moja kwa moja, maana yake ukisema madha akaltahu, tukisema al-ilgha al-haqiqi ni kuifanya ile dha kuwa ni zaida. Ukisema madha akalta, maana katika irabu ukapita mfano ma na istifham, wakati huo madha akalta, alafu utakuwa wakati fi mahali nasb maf'ul bi muqaddam, akalta fi'l wa fa'il. Hii dha ukaifanya ni zaida, haina mahali katika irabu. Hii inaitwa al-ilgha'u al-haqiqi. Lakini al-ilgha'u al-hukmi, kuipuuzia kiupande wa hukmu, ni kuifanya kwamba hii dha imepandanishwa, ni murakkab, imepandanishwa pamoja na hiyo ma, au kama ni dha imepandanishwa pamoja na man, ukasema man dha indaka au ma dha akalta, ukaifanya hii dha pamoja na ma ni jina moja lote zima. Kwa maana ukisema ma dha akaltahu, hapa tukaifanya ilgha'un hukmi, haikupuuziwa hakika moja kwa moja, lakini kwa hukumu imepuuziwa, na ina hukumu vile vile kwamba ni moja ni juzi katika sehemu ya jina. Kwa hiyo imepuuziwa kihukumu, haikupuuziwa kihakika, kwa sababu bado ina mahali, ina sehemu, ina nafasi kiupande fulani katika upande wa ismu. Kwa hiyo yote nzima ukisema madha akalta, unasema kwamba madha yote nzima inakuwa ni ismu istifham.
mabniyun ala sukuni fi mahalli nasbin, mathalan maf'ulun bihi muqaddam, alafu akalta fi'l wa fa'il. Hapo imefanywa ilgha'un hukmiyun. Kwa hiyo ilgha'un haqiqi ni kuifanya hiyo dha kuwa ni zaida, haina mahali katika irabu, au ilgha'un hukmiyun ukaipandanisha ikawa ni jina moja pamoja na hii ma ya nyuma. Kwa hiyo idha lam tulgha fil kalam, itakapokuwa haikupuuziwa katika jumla, maana yake haikupuuziwa kwa ilgha'un haqiqi wala haikupuuziwa katika upande wa ilgha'un hukmi, kwa sababu zote zinafaa katika upande wa irabu, zinajuzu. Kwa hiyo wewe mwenyewe utaangalia jinsi tutakavyopita. Kwa hiyo ikiwa haikupuuziwa kwa njia yoyote, basi wakati huo unaweza ukaifanya dha kuwa ni ismu usul, ukapita kwa irabu hiyo ukasema ma dha akaltahu, kwa ma ikawa ni mubtada ismu istifham, alafu ile dha ambayo itakuwa ni ismu usul mabila sukuni fi mahali rafi itakuwa ni khabar mubtada, akaltahu itakuwa ni jumla tusila. Kwa hiyo hapo sasa, kama haukuifanyia ilgha'u, haukuipuuzia haqiqiyan wala hukmiyan, itaingia katika upande wa kuifanya ismu usuli na wala haina tatizo. Kisha akasema wa kulluha yalzamu ba'dahu sila, lakini vyote hivyo vinalazimu, maana yake katika upande wa asmaul mausula zote zilizokuwa zimepita basi zitalazimu mbeleni kuja silatul mausul, kile kiunganishi ambacho kitakuwa kimeungana ismu usul, na ndio ambacho kinakuja kuifahamisha na kuionyesha maana yake ile ismu usuli, kwa sababu tushatangulia kwamba ismu usuli haipati maana isipokuwa kwa jumla tu sila. Na hiyo sila anasema ala dhamiri, hiyo sila iwe imebeba dhamiri. Kwa kullu halazam baada sila, inalazimu silatun ala dhamiri, dhamiri hiyo iwe silatul mausul, hiyo iwe imebeba dhamiri, kama vile kusema ja alladhi darabani, katika daraba kuna huwa inarudi katika ile alladhi. Kwa madha akaltahu, kuna hau ile inarudi katika hiyo dha. Kwa hiyo zote hizi innal ladhina amanu ile wao jamaa inarudi katika wale alladhina. Kwa hiyo ikiwa ni jumla tusila, basi lazima iwe imebeba dhamiri ambayo ni laikin, itakayokuwa ina mahusiano, ina mafungamano na hiyo ismul mausul, tena mushtamila, ambayo itakuwa imekusanyika katika hiyo sila. Hii mushtamila inarudi katika upande wa sila, maana yake yalzam ba'dahu silatun. Hii silatun maana yake ni mushtamilatun ala dhamirin laikin, ndio asli ya hizi beti zilizokuwa laula shiru. Kama ingekuwa sio mashairi, basi tungepita hivyo kwamba yalzamu ba'dahu silatun, silatu hiyo inakuwa ni mushtamilatun ala dhamirin laikin, lakini kwa sababu zimekuwa ni beti ndio ikaja kulluha yalzamu ba'dahu sila ala dhamirin laikin mushtamila. Kwa hiyo hiyo sila iwe imebeba dhamiri ambayo dhamiri hiyo ni laikin, itakuwa ina mafungamano na ismu al-mausul. Kisha baada ya hapo wakasema wa jumlatun au shibhuha, na jumla hii inaelezea jumla tu ambayo itakuwa ni silatul mausul au shibhuha alladhi au shibhul jumla. Kisema shibhul jumla inakuwa ni jaru majruru au dharfu, ndio inaitwa shibhul jumla, kwa maana inafanana na jumla, inafanana sentence. Na inafanana sentence kwa sababu gani? Kwa sababu asli ya shibhul jumla haikukamilika, ni tofauti na jumla. Jumla ni ile ambayo ishakamilisha, kama ni kitendo na fa'il, mubtada na khabari. Sasa ni jumla ismi au fi'liya, lakini imeitwa shibhu jumla kwa sababu inahitaji kitu cha kukamilisha ile maana yake, na ndio maana huwa shibhu jumla inakadiriwa kitu ambacho kitakuwa kimeondoshwa. Hata katika upande wa jaru majrur, ukisema Muhammadun fi dari, maana yake Muhammadun asili yake kainun au mustaqirun au hasilun au mawjudun fi dari, kwa habari pale imeondoshwa. Hii shibhu jumla inakuwa ina udhaifu, ina mapungufu, kwa hiyo inataallaki na hicho ambacho kimeondoshwa ambacho ni habari. Kwa shibhu imeitwa shibhu jumla kwa sababu ya kuwa haikukamilika moja kwa moja. Kwa hiyo anasema wa jumlatun au shibhuha au shibhu jumla au kile kinachofanana na jumla, alladhi, ambapo shibhu jumla hiyo usila bihi, ndio asili yake imeunganishwa katika hiyo ismu usul. Na hapa anatuonyesha kwamba silatul mausul ambayo itakuwa inakuja kuungana ismu usul inawezekana ikawa ni jumla au kawa ni shibhu jumla. Unaweza kusema jaa alladhi darabaka, jaa alladhi allamaka, au jaa alladhi indaka. Manake indaka hii dharfu ikawa ndio silatul mausul. Kwa hiyo wakati huo moja kwa moja tunaweza tukasema kwamba hii shibhu jumla au jumla yetu ikawa ndio silatul mausul. Na akatoa mfano kama vile kusema hii kafu ni ya tamthili tu ya kutoa mfano, kakauli kama kusema kwako man indil ladhi ibnuhu kufil, man yule ambaye indi yuko kwangu mimi, alladhi ni yule ambaye ibnuhu kufil, mtoto wake ni mwenye kulelewa. Kwa hiyo
hii man tukifanya hapa ni ismu mausul, man indi. Man ya kwanza ambayo itakuwa ni mubtada, yule ambaye, indi yuko kwangu mimi, alladhi ni yule ambaye ibnuhu kufil. Sasa habari ya hii man ambayo itakuwa ni ismu mausul ya kwanza, habari yake inakuwa ni hii alladhi ya pili iliyokuja. Man indi, yule ambaye yuko kwangu, alladhi, hii ndio ni habari ya mubtada, ni yule ambaye ibnuhu kufil. Na hii habari ya mubtada alladhi ikaja ikahitajia silatul mawsuli, ambapo silatul mawsuli huwa haina mahali katika i'rab, ambapo ni hii jumla ismia iliyokuja mubtada habari iliyokuja ibnuhu kufil, ni yule ambaye mtoto wake ni mwenye kulelewa. Kwa hiyo hii ibnuhu kufil, hii ni jumla silatul mawsul na imebeba dhamiri ambayo ni ibnuhu, imebeba hau inayorudi katika upande wa alladhi. Kwa hiyo inarudi katika upande wa tamko alladhi, kama tulivyosema kwamba lazima wa kulluha yalzamu ba'dahu sila ala dhamiri la'iqin mushtamila, kwamba zote asmaul mawsula zikija basi lazima ziwe zimebeba dhamiri. Kwa hiyo jumlatun au shibhuha alladhi usul bihi, wa jumla inawezekana ikawa silatul mawsul kwa jumla au shibhu jumla alladhi ambayo usul bihi, ambayo imeunganishwa kwayo ismu usuli, kama ni indi alladhi ibnuhu kufil, kama kusema yule ambaye yuko kwangu mimi ni yule ambaye mtoto wake ni mwenye kulelewa, wallahu aalam. Kisha tutakuja kuingia katika beti inayoelezea masuala mengine. Hapa katika kipengele hiki cha mwisho kabisa alikuwa anagusia wasifatun sarihatun silatu al, na sifatun sariha ambao pia vile vile tulishaigusia, lakini tutakuja kuiunganisha insha Allah taala katika upande wa darasa ijayo biidhnillahil karim. Kwa naelezea tu sifatun sariha kama tulivyosema ni ismu fa'il, ismu maf'ul na sifatu mushabbaha. Hizi nazo zinawezekana zikawa ni sifatul mawsuli ya al, kwa sababu tushasema kule nyuma kwamba al nayo vile vile pia ni katika asma'u al-mawsula. Wa man wa ma wa al tusawi ma dhukir wa hakadha dhu inda tayyin shuhir, tukisema al ni ismu mawsul katika asma'u mawsula. Kwa hiyo ikiwa ni katika ismu mawsul nayo basi inahitajia silatul mawsul. Kwa silatul mawsul itakuwa ni ipi? Itakuwa ni ile sifa yake itakokuja. Ukisema jaa al-dharibu zaidan, maana kile dharibu itakuwa yote nzima na kipande cha sentence kitakachokuja mbeleni itakuwa ni silatul mawsuli ya ile al ambayo tumesema ni ismu al-mawsul. Kisha kamalizia wakaunu habi mu'rabil af'al kal, lakini kule kuingia kwake hii al katika upande wa vitendo mu'rab ni mara chache. Mara nyingi inaingia katika zile sifatun sariha, katika hizo ismu fa'il, ismu maf'ul, sifatu mushabbaha, lakini imesikiwa ikiwa imetumika imekuja kitendo na imeingiwa na kitendo ndani yake. Na mfano wao walikuwa wanaelezea wanasema anta bil hakami at-turba hukumatuhu, maana hukuwa wewe bil hakami, kuwa ni mwenye kuhukumu, at-turba yule ambaye huridhiwa, hukumatuhu. Kwa hiyo hii at-turba, hii al imeingia katika kitendo turba, na al hii ni hii ismu usuli na inaingia katika upande wa hizi sifatu mswariha, lakini imekuja katika kitendo cha fi'l mudhari turba, na hii imekuja kiuchache, na uchache haujengi hukumu. Wallahu a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.